Yes, bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Bao Media Channel popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, udaku, habari za siasa, lakini pia matukio ya kijamii, pasi na kusahau michezo pamoja na burudani. Nita official Rose D on the microphone na nitakuhabarisha story ambako mwanadada Mange amemvaa Wema baada ya kutoa kauli kuhusu kumnyonyesha mwanae. Mizozo ya ibuka mtandaoni. Mambo yamekaa vipi? Ni katika jiji la Dar es Salaam ambako mwigizaji maarufu wa Bongo Movie Wema Sepetu ameonekana akiwa na muonekano mpya wa furaha nyumbani kwake wiki kadhaa baada ya kujifungua, huku akipokea wageni waliomtembelea kumpongeza na kumkabidhi zawadi mbalimbali. Wema ambaye amekuwa akijulikana kwa umaarufu wake mkubwa katika tasnia ya filamu nchini alijifungua hivi karibuni, na tangu wakati huo basi amekuwa akijikita zaidi katika maisha ya kifamilia na malezi ya mtoto wake mchanga. Katika ziara hiyo ya wageni waliomtembelea nyumbani kwake, Wema alionekana mwenye furaha na amani, huku akishukuru kwa upendo na pongezi anazopokea kutoka kwa mashabiki, marafiki na wadau mbalimbali wa tasnia ya burudani. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu baada ya kujifungua. Akizungumza kwa hisia, Wema Sepetu alisema anamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumjalia kupata mtoto, jambo ambalo aliloleleza kama baraka kubwa sana kwenye maisha yake. Amesema kuwa ujio wa mtoto huyo umeleta furaha mpya na maana tofauti ya maisha yake, huku akibainisha kuwa uzoefu wa uzazi umekuwa kipekee na wenye changamoto pamoja na baraka kwa wakati mmoja. Lakini pia Wema alizungumza kwa utani na hisia kuhusu uzoefu wake mpya wa kunyonyesha, akisema wakati mwingine hujikuta akijiuliza kama kweli ni yeye anayenyonyesha mtoto huyo kutokana na mabadiliko na hisia mpya anazopitia kama mama mpya. Bana, kauli hiyo imepokelewa kwa tabasamu na wageni ambao walifika kwake, ambao walieleza kufurahishwa pia na hali yake ya utulivu na furaha baada ya kujifungua. Wageni waliomtembelea waliweza kufika wakiwa na zawadi mbalimbali kwa ajili ya kumfariji na kumpongeza Wema katika hatua hii mpya ya maisha yake ya kuwa mama. Lakini ziara hiyo ilielezwa kwa ni sehemu ya kuonyesha upendo na mshikamano kutoka kwa marafiki na watu wake wa karibu ambao wamekuwa wakimpa sapoti kubwa sana tangu alipotangaza ujauzito wake hadi hatua ya kujifungua. Tangu kujifungua kwa mwanadada Wema Sepetu ameonekana kuingia rasmi katika hatua mpya ya maisha ya uzazi, hatua ambayo inampa changamoto na furaha kwa wakati mmoja, huku akijifunza mambo mapya kuhusu malezi ya mtoto mchanga. Mashabiki zake mitandaoni wameendelea kumpongeza na kumtakia kila laheri katika safari yake mpya ya kuwa mama, wakieleza kuwa ni hatua muhimu na ya kipekee katika maisha yake. Lakini Wema anatarajiwa kuendelea kujikita katika maisha ya familia kwa kipindi hiki, huku akipata sapoti kutoka kwa watu wake wa karibu na mashabiki wake nchini mpaka nje ya nchi. Sasa baada ya mizozo mingi mitandaoni kufuatia kauli hiyo ya Wema, bana, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa X zamani kama Twitter amemvaa Wema na kumchana makavu kuwa wamepanga kuwapoteza Watanzania kisiasa kwa kufanya mazingaombwe yasiyo ya msingi mtandaoni. Ukweli ni kwamba huyo mtoto ni walaana na vifo vya Watanzania waliopoteza maisha Oktoba 29, 2025. Kama anaweza jitokeza hadharani, ita waandishi wa habari, mnyonyeshe live. Najua hicho kitu hautakiweza kamwe, acha kuwafanya Watanzania mazuzu. Anamaliza kuzungumza dada wa taifa Mange Kimambi kumjibu Wema Sepetu. Na Bao Media tunatamatisha kama ifuatavyo. Bana, ni chuki tu za Mange Kimambi kwa Wema au kuna ukweli wowote kuhusu Wema kutoweza kumnyonyesha mwanae? Unaweza kuandika maoni yako kupitia comment section, wakati mwingine tutaweza kuangazia kwa uzuri kabisa. Hope umeweza kuenjoy mpaka hapa ambako tumefikia. Tuseme tu kwamba till next time, uwe na wakati mwema.